Baba, asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako na uwezo wako. Jina lako limediwe na jina lako litukuzwe. Maadamu umekuwa Mungu kwetu, umekuwa ukituongoza na kutujalia neema yako. Endelea kutawala katika maisha yetu. Endelea kutawala katika maombi haya. Siku hii njema leo, neema yako izidike. Na kila mmoja kapate kumbariki na kumvusha. Mpe wepesi wa kuweza, ustahimilivu wa kushinda majaribu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo, aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Leo ni siku ya 4 ya maombi yetu ya siku 21. Na siku njema ya leo tunaendelea kuomba kwa ajili ya kupandishwa viwango vingine katika miezi 6 ijayo, katika marango ya uchumi, katika marango ya elimu, huduma na ndoa, katika nyanja zote. Hivyo Bwana endelee kupa ustahimilivu. Bwana endelee kukuvusha na kusaidia kuiona neema hii na umuhimu wa maombi haya. Tambua kuwa unahitaji kupandishwa viwango vingine, na kwa imani unaenda kuvushwa, kwa sababu kila jambo unabidi na unahitajika ulifanya kwa imani. Na ndani ya maombi haya watu wamepata majibu, watu wanaendelea kupata majibu, na watu wanaendelea kuhitaji zaidi neema ya Mungu katika maisha yao. Leo ni siku ya 4. Tunaenda kuomba kwa ajili ya kujazwa Roho Mtakatifu. Mwana wa Mungu unahitaji ujazo wa Roho Mtakatifu. Na habari za Roho Mtakatifu pengine si mara ya kwanza kwako kuzisikia. Lakini Roho Mtakatifu ni Mungu katika utatu wa Mungu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Watatu wao ni umoja. Kwa Roho Mtakatifu ni Mungu ndani ya wanadamu. Na Roho Mtakatifu ni ahadi ambayo Yesu Kristo mwenyewe aliliachia kanisa, ya kuwa huyu atakuwa Roho wa kweli. Huyu atakuwa ni Roho anayemshuhudia Kristo ndani yetu, na ndiye Roho anayetupa uhakika ya kuwa sisi tu wana wa Mungu. Unahitaji kuomba kwa ajili ya ujazo na kujazwa Roho Mtakatifu. Ujazo wa Roho Mtakatifu, unaweza kuwa umeshajaa Roho Mtakatifu, umeshampokea Roho Mtakatifu, lakini kuna viwango vitatu vya kujazwa na Roho Mtakatifu. Kiwango cha kwanza ni kujazwa Roho Mtakatifu. Hicho ndicho kiwango cha awali kabisa. Kwa kuna watu ambao hawajapokea neema ujazo wa Roho Mtakatifu. Hivyo leo tunavyoenda kuomba, unaenda kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Hajalishi cha mbali. Neema ya Bwana hajalishi uko wapi, ila madamu unaamini unaenda kupokea. Kwa kujazwa Roho Mtakatifu. Na hatua ya pili ni kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa unaweza kuwa umejazwa lakini hujaanza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Katika siku njema ya leo unaenda kujazwa, na hata kama umejazwa unaenda kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na unaweza kuwa umejazwa, umeongozwa, lakini bado hujatembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Hivyo katika siku njema leo utaenda kutembea na kupokea neema ya kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 8, maandiko yanasema, lakini mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mtapokea nguvu. Kumbe si tu kama mitume walihubiri kwa akili zao, na si tu kama mitume walikuwa na ujasiri wa kuhubiri, wa kupita kwa kuhubiri, bali kulikuwa na nguvu inayowasaidia. Kulikuwa na neema inawasaidia, na neema hiyo ndiyo Roho Mtakatifu. Kwa hiyo
katika kupandishwa maisha mengine, katika kwenda hatua nyingine, lazima unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ili upande kihuduma, ili uvuke uende hatua nyingine. Unahitaji nguvu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Na hata kama umejazwa, usikae hatua moja, hatua nyingine ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na hata kama umeongozwa, bado kuna hatua ya kutembea katika nguvu na uwezo wa Bwana. Yesu Kristo baada ya kubatizwa na Yohana Mbatizaji, maandiko yanasema ya kuwa alishukiwa na akajazwa na Roho Mtakatifu. Baada ya kupokea Roho Mtakatifu, akaongozwa na Roho Mtakatifu nyikani ajaribiwe kwa siku 40. Na baada ya kujaribiwa, akashuka akiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna viwango vitatu vya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kiwango cha kwanza ni kumpokea, kiwango cha pili ni kuongozwa, na kiwango cha tatu ni kutembea katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa watu wengi katika kizazi hiki na leo hii wanashindwa kushinda majaribu. Wengine wamekata tamaa na wokovu, wengine wamekuwa hawezi kuendelea. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawana Roho Mtakatifu, kwa sababu wengi wamepuzia neema ya Roho Mtakatifu. Na kwa maana hiyo watu wengi wamekuwa wakisikiza roho zidanganyazo, kwa sababu hawana neema ya Roho Mtakatifu, hawana ujazo, hawajampokea Roho Mtakatifu. Kuna watu wengi wameshindwa kuendelea kuzilinda imani yao kwa sababu ujazo wa Roho Mtakatifu. Hawana kitu kinachowasaidia kuwaweka katika kweli, na Roho Mtakatifu ndiyo Roho wa kweli atakayekusaidia kuzichunguza roho, kuzijaribu roho, kutambua ni yapi ambayo ni ya roho na yapi siyo ya roho. Kwa maana hiyo huwezi ukasema unaye Kristo, na huwezi ukasema utaweza kumtetea Kristo bila kuwa na Roho wa Kristo. Ataweza kukusaidia na kuweka katika kweli yote ni Roho Mtakatifu, Roho wa Kristo, ambaye roho huyo anamshuhudia Yesu Kristo katika maisha yetu. Kwa hiyo watu wengi pia wameshindwa kuendelea katika maisha ya ushindi kwa sababu wamekataa ushirika wa Roho Mtakatifu. Na hata ambao wana ushirika na Roho Mtakatifu wamekaa katika kiwango kimoja cha ushirika na Roho Mtakatifu. Ndiyo maana watu wengi wamekosa maendeleo katika kanisa la leo. Watu wengi wamekosa maendeleo katika maisha ya leo. Na si kama Mungu hawezi. Mungu ni mweza, tangu mwanzo Mungu ni mweza. Kwa nini sasa imekuwa ni nazaria? Hata Yesu anayeongelewa ni nazaria, lakini watu haoni kuvuka, watu haoni neema. Tunasema, unaweza kusema Yesu anaponya, lakini uponyaji hauonekani. Kwa nini? Unachomisi ni kuongozwa na nguvu au kutembea katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndiyo maana Yesu Kristo aliwaambia kaeni, anasema lakini mtapokea nguvu, na nguvu hiyo ndio itakayowasaidia mtamke jambo na liwe. Nguvu hiyo ndio itakayowasaidia kunishuhudia katika uhalisia. Kwa nini ukawa unamshuhudia Kristo lakini katika nazaria unasema Yesu anaokoa, Yesu anaponya, lakini watu hawaoni kitu unachokifanya na unachokisema. Na ndio maana watu wengi wamekuwa ni kama injili ya leo wanaipuzia. Kwa nini? Kinachohubiriwa na uhalisia sivyo. Hata wale wainjilisti akina Filipo alivyokuwa akihubiri, hakika yake watu walikuwa katika kuhubiri tu, watu wanafunguliwa, watu wanaponya, watu wanavushwa, watu mapepo yanalipuka, mapepo yanaachia, magonjwa yanaachia, ishara na maajabu. Kwa nini? Walikuwa wamepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hata wewe leo unabidi uamke, ndio umejaza Roho Mtakatifu, ndio umeongozwa. Je, umepokea nguvu ya Roho Mtakatifu ili chochote utakachokuwa unatamka kwa ajili ya utukufu wa Kristo na kiwe, ili uweze kumdhibitisha Kristo katika mazingira na katika uhalisia? Lazima uwe na nguvu ya Roho Mtakatifu. Maandiko yanaendelea kutuambia katika kitabu cha Mathayo 7:7 kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa.
Hizi ni level 3, ni viwango vitatu, sawa sawa na viwango vitatu vya ujazo wa Roho Mtakatifu. Mtu anayeomba na kupewa ni mtu anayetafuta na kuona, na mtu ambaye anabisha na kufunguliwa ni tofauti na mtu anayeomba na kupewa, na ni tofauti na mtu anayetafuta na kuona. Kwa kiwango cha kwanza nasema ombeni nanyi mtapewa, ndicho kiwango sawasawa na kiwango cha kwanza cha ujazo wa Roho Mtakatifu. Ndicho kiwango sawasawa na kiwango cha ukuaji wa mtoto. Mtoto au mtu yote anayekuwa anaanza katika viwango vitatu. Anaanza, kiwango cha kwanza ni kiwango cha utoto, kiwango cha pili ni kiwango cha ujana, na kiwango cha tatu ni kiwango cha utu uzima. Mtoto mdogo atakaa katika kuomba na anabidi apewe kwa sababu ana haki ya kuomba. Lakini huyu mtoto asipotambua ya kuwa ameingia katika hatua ya ujana, hatua ya ujana ni kwanza kutafuta, hivi nilichokuwa nakiomba kinapatikanaje, ili apate kuona, na baada ya kuona anabidi abishe mwenyewe ili milango ifunguke na yeye mwenyewe aanze kuingia na kujipatia sawa sawa na anachokihitaji. Kwa hatua ya kujaza Roho Mtakatifu ni hatua ya kuomba na kupewa, lakini hatua ya kuongozwa na Roho Mtakatifu ndiyo hatua ya kuona. Roho Mtakatifu anakuongoza kuona. Kwa nini avuke katika hatua uliopo? Anakuongoza kuona, anakuongoza kuona, anakuongoza kuona kushinda majaribu, anakuongoza kuona kuweza. Hapa ndo anakuongoza kuzitambua kanuni za Mungu. Hapa ndo anakuongoza kuziishi kanuni za Mungu. Hapa ndo anakuongoza kuona Mungu anahitaji nini zaidi ufanye. Hapa ndo anakuongoza kuona ni huduma ipi Mungu amekuwekea. Hapa ndo anakuongoza kuona ni namna gani Mungu amekuita uweze kumtumikia. Katika hatua ya pili, kiwango cha pili, kiwango cha tafuteni nanyi mtaona, ni sawa na kiwango cha kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa uwezo ukatafuta na ukaona mpaka uwe na uongozi wa Roho Mtakatifu, kwa sababu utatafuta rohoni. Ni kwa nini sivuki? Fanyeje? Maanake nitatafuta ili nipate kuona. Nitawezaje kuona? Nawezaje kujua mambo ya rohoni pasinapokuwa na Roho wa Mungu? Kwa nitaweza kujua mambo ya rohoni, nitaweza kuhesabu siku zangu nikiwa na Roho wa Bwana. Baada ya kuona sasa nabidi nibishe. Hakuna mtu yote aliyebisha pasinapokuwa na nguvu. Utabisha na milango itafunguka baada au kiwango cha nguvu ulionayo. Kwa kinachosababisha na kitakachokusaidia milango ifunguke kwa wepesi zaidi ni sawasawa na kiwango cha nguvu ulizonazo. Kwa hiyo ndo maana Yesu Kristo asema mtapokea nguvu, ili chochote mtakachobisha milango ipate kufunguka. Na ndio maana hapa fungua anasema hakuna milango ya kuzimu itakayowashinda. Kwa nini? Mtapokea nguvu. Mkibisha lazima milango ifunguke. Milango ikifunguka, chochote mtakachokifunga kimefunguliwa, na chochote mtakachokifunga kimefungwa. Kwa nini? Hiyo nguvu mtakaipokea, nguvu ya Roho. Kwa unaweza ukaishi kwenye kiwango cha kuongoza na bado milango isifunguke. Kwa nini? Hauna nguvu, haujatembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa unahitaji utembee katika nguvu za Roho Mtakatifu. Na ukitembea katika nguvu za Roho Mtakatifu ndo unaingia katika level ya 3 ya bisheni nanyi mtafunguliwa. Sikiliza ndugu katika Kristo, nisikize mwana wa Mungu, ni kuwa mtu anayebisha na milango ikafunguliwa ataingia na kujisevia sehemu yoyote. Anayefunguliwa mlango manake yeye mwenyewe ndo anachukua anachohitaji. Ila mtu anayeomba na kupewa manake ana access ya kwenda na kuchukua kwa idhini yake. Mtu ambaye anatafuta na kuona bado anaweza akaona, lakini asiwe na idhini. Lakini mtu anayebishi milango ikafunguliwa anachukua chote anachokihitaji. Na kuombea ujazo na Roho Mtakatifu, lakini si tu katika hatua hiyo, uingie katika hatua ya pili, hatua ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na baada ya hatua ya kuongozwa na Roho Mtakatifu uingie katika hatua ya kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu, ili umshuhudie Kristo na umwone Kristo katika uweza na nguvu zake, ili Mungu azalike katika maisha yako katika uhalisia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye mwombezi wetu. Roho Mtakatifu ndiye mwombezi wako. Roho Mtakatifu ndiye mwombezi wetu. Roho Mtakatifu ametambulikana
kama mfariji, anatambulikana kama mwombezi wetu, anatambulikana kama mshauri wa kweli. Watu wengine wanaweza kukushauri kwa mapenzi au kwa faida zao wenyewe, lakini Roho Mtakatifu atakushauri katika kweli. Na hata kama mimi nitakushauri tofauti na nitakuelekeza tofauti, Roho Mtakatifu atakusaidia kukuweka katika kweli. Roho Mtakatifu atakusaidia kukupa kweli, yeye atakuweka katika kweli. Na hata kama utafundishwa pasinapo kweli ndani ya mafundisho hayo, Roho Mtakatifu atakusaidia kukuthibitishia ukweli na uhalisia. Watu katika kizazi hiki cha leo wamekosa kupokea neema, wamekosa kutambua na wamekosa kumzilisha Kristo katika uhalisia. Why? Kwa sababu hawana mshauri wa kweli, kwa sababu hawana Roho Mtakatifu, kwa sababu hawajapokea neema ya kuwasaidia kuacha ubaya. Anasema neema ya Mungu imefunuliwa kwa watu wote, na neema ya Mungu inawafundisha. Kwa neema imefunuliwa, na hiyo neema inakufundisha. Kwa ni neema juu ya neema. Kwa umeokoka, ndiyo. Baada ya kuokoka unabidi upokee neema ya kukufundisha. Ni neema juu ya neema. Maandiko yanasema kitabu cha Yohana 14 mstari wa 15 hadi 17, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiyo Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Huyu ndio Roho wa kweli. Huyu ndiye mwalimu, atakuweka katika kweli yote. Ulimwengu haumtambui. Kama unanisikiliza na haumtambui Roho Mtakatifu, wewe ni wa ulimwengu. Lakini kama tangu misingi ya ulimwengu kuwekwa, wewe umechaguliwa kuurithi uzima wa milele, utamtambua Roho Mtakatifu. Yeye ndiye Roho wa kweli. Ulimwengu hawezi kumpokea. Kwa lazima umpokee, kwa sababu yeye ndiye Roho wa kweli. Yeye ndiye anakuweka katika kweli yote. Yeye ndiye anakusaidia na kukuongoza katika udhaifu. Yeye ndiye Roho wa kweli. Unaweza ukaokoka, ukabatizwa, lakini kama bado hujapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, maisha ya dhambi na uovu ni vigumu kuyashinda. Hivi unakumbuka Yesu Kristo alivyokuwa na mkutano? Aliwaagiza wanafunzi wake, akawaambia wamwandalie mazingira, wakatangulia. Lakini Yesu Kristo alivyofika, watu walimkataa. Walivyomkataa wake Yakobo na Yohana, walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama Eliya naye alivyowafanya? Kwa nini walisema hivi? Walisema kwa sababu ndani yake bado kulikuwa kuna neema ya upendo, neema ya kusamehe bado. Akawageukia, akawakanya, akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlio nayo? Kwa maana Mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Wakaondoka, wakaenda mpaka kijiji kingine Samaria, walikataa Injili. Na mitume akasema, tuagize moto wateketeza hawa watu. Lakini Yesu akasema, sikuja kuteketeza, bali kuwaokoa. Alafu wale waliosema kwamba wateketezwe, baada ya na wao kupokea Roho Mtakatifu, hata walivyokuwa wanapigwa mawe, nateswa, wananyanyaswa, wanapigwa, hawakusema tena wateketezwe, bali walikuwa wanawaombea, Bwana warehemu, maana wajua walitendalo. Kwa nini? Ndani yao kulikuwa na neema inawasaidia kuweza kushinda uovu, kushinda majaribu. Kwa hiyo usipopokea Roho Mtakatifu, hata kama umeokoka, hata kama umebatizwa kwa maji, lakini bila ubatizo wa Roho bado, kwa sababu Yesu mwenyewe anasema mtu asipobatizwa kwa maji na Roho hata uona ufalme wa Mungu. Huwezi kuona ufalme bila kubatizwa kwa maji na Roho. Lazima ubatizwe kwa maji na Roho.
Kwa hiyo bila kubatizwa kwa Roho utayaona uovu, na utaona uovu ni kawaida huku ukiwa ndani ya kanisa. Unaenda kanisani, unaimba, unaweza ukaiga hata kunena, ukaiga kuomba, ukaiga namna watu wanavyofanya, na wewe ukaiga ukaendelea, lakini ndani mwako hakuna ule moto wa Roho Mtakatifu unaokusaidia kuacha dhambi na kutoipenda kabisa dhambi. Haleluya. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 1. Huyu ni Paulo. Watu wa Efeso walikuwa wamepokea neema ya Kristo, walikuwa wameamini kwa mioyo yao, kwa vinywa vyao wakakiri, wakabatizwa kwa maji. Tusome maandiko, yanasema kitabu cha Matendo ya Mitume 19:1 hadi 6. Ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Nami nakuuliza wewe, je, umepokea Roho Mtakatifu ulipoamini? Wakajibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia, ila watu wamehubiria Injili na ni wanafunzi tayari, na watu wameokoka. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa batizo gani? Wakasema, kwa batizo wa Yohana. Na kuna watu hapa, wewe umebatizwa kwa batizo gani? Ndio, umebatizwa kwa batizo wa Yohana, sio batizo wa Kristo, wakati Yohana mwenyewe anasema anayekuja yeye atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu na moto. Roho Mtakatifu na moto, huo ndio ubatizo wa Kristo. Ubatizo wa Yohana ni ubatizo wa maji, huo ni ubatizo wa toba, huo ni ubatizo wa ondoleo la dhambi. Lakini ubatizo wa Kristo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Haleluya. Akauliza, basi mlibatizwa kwa batizo gani? Wakasema, kwa batizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa batizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Na Yesu aliwaambia watu wabatizwe kwa Roho Mtakatifu na moto. Na mimi nakwambia wewe, Yohana Mbatizaji aliwabatiza watu kwa maji, nasi tunashiriki ubatizo wa Yohana Mbatizaji. Ubatizo wa maji mengi ni ishara ya ubatizo wa ondoleo la dhambi, lakini ubatizo wa Yesu Kristo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Lazima niupokee ubatizo wa Yesu Kristo, ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Na hata wewe pia. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Nami nakuombea leo upokee neema ya Roho Mtakatifu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ishuke juu yako. Umebatizwa kwa maji, ndio. Umebatizwa na umeokoka, ndio, lakini unahitaji upokee neema ya Roho Mtakatifu. Bila neema ya Roho Mtakatifu ni vigumu kushinda mizizi ya uovu. Unaweza ukaokoka, ukabatizwa kabisa, ukaamini kabisa, lakini bado mizizi ya uovu ikawa ndani mwako. Kwa nini? Hujabatizwa kwa Roho Mtakatifu na moto. Unaweza ukaamini, unaweza ukaokoka, ukaishi kwa neema, ukaanza kuangalia na kuenenda katika mapenzi pengine ya Mungu, lakini kama bado hujapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, bado kuna mizizi itakushambulia na bado kuna mizizi itakufanya urudi nyuma. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 8 mstari wa 4 hadi wa 8, na baada ya hapo nitaruka mstari wa 9 hadi 24. Wakati Filipo alipohubiri Samaria, kulikuwa na bwana mmoja ni mchawi, anaitwa Simoni. Huyu bwana alikuwa ni mchawi.
Biblia inasema, lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria, akahubiri Kristo. Na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo, walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. Waliposikia na kuziona ishara ndio wanahubiri, lakini watu wanasikia, lakini hawaoni nini? Ishara. Hata Yesu Kristo mwenyewe walivyokuwa wanaona anavyohubiri na kuziona ishara, waliamini hakika huyu anachokifanya si mtu wa kawaida. Ndio unahubiri, kuhubiri unahubiri, lakini mbona waoni ishara ya unachokisema? Haleluya. Kuhubiri unahubiri ndio, lakini wanaona ishara ya unachokisema. Walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakalia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Walisikia na kuziona ishara wakaamini. Kwa nini leo hii injili imekuwa watu hawaoni ishara? Ni kwa sababu watu ndio wamejaa, watu wameongozwa, lakini walichokosa ni kutembea katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Na wengine walianza kutembea, lakini ulikosa kuendelea kutii, ulikosa kuendelea kwamba na kutambua kwamba inabidi ujae siku baada ya siku, upokee neema siku baada ya siku, upokee ujazo siku baada ya siku, uendelee kumhubiri na kumshuhudia Kristo kwa ujasiri, ili matendo makuu yaendelee kudhihirika katika maisha ya watu, na watu wapate kuona matendo ambayo Mungu anayafanya ili wapate kuamini. Mstari wa 9 anasema, na mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akiwashangaza watu. Watu wanapenda mambo ya kushangazwa. Yaani watu wakiona ishara. Akiwashangaza watu wa taifa la Wasamaria, akisema ya kuwa yeye ni mtu mkubwa. Wote wakamsikia, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Kwa nini walikuwa nasema ni uweza wa Mungu ule mkuu? Kwa sababu ishara alizokuwa anazifanya huyu ni mchawi, sio mtu wa Mungu. Ishara alizokuwa anazifanya huyu mtu si za kawaida, na kwa maana hiyo watu wakajua kama ni mtu wa Mungu. Wakasema huyu mtu ni uweza wa Mungu ule mkuu, lakini kumbe hamna. Na hata leo kuna watu wengi, watumishi wengi, watu wengi wanaamini ni kama ni watu wa Mungu kwa vitu wanavyovifanya, kwa ishara wanazozifanya. Kwa nini? Wewe kama mtu wa Mungu unayehubiri, lazima umzilishe Kristo katika uhalisia, ili au nao sema sio wa kweli, au nao sema ni wa uongo, wanavyokuona wewe waone kweli wewe ni wa ukweli, kwa ishara, kwa neno na kwa ishara. Anasema waliposikia na kuziona ishara, wakaona hizi ni ishara zilizopita, ishara za Simoni aliyekuwa ni mchawi. Anasema wote wakamsikiliza, tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Mstari wa 11, wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini inapenda sana huu mstari. Anasema lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Kwa sababu walivyomsikia Filipo, na Filipo alivyokuwa akidhihirisha nguvu ya uwezo wa Mungu, nguvu ya Roho Mtakatifu, ilikuwa si kawaida. Hata huyu aliyekuwa mchawi maana yake hakuona ndani. Huyu aliyekuwa mchawi maana yake kwamba hakuona hata ndani. Wakaona hakika huyu ni mwingine, wakaamini, wakabatizwa. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini, akabatizwa, kwa sababu yeye Simoni mwenyewe alishangaa. Kanisa la kwanza litembea katika uwezo wa Roho Mtakatifu kwa kiwango sichokuwa cha kawaida. Hadi mchawi mwenyewe aliyekuwa ameshangaa toka udogo wake alishangaa, kwa kuziona zile ishara, iona si nguvu ya kawaida,
hata yeye mwenyewe alijiona hana hiyo nguvu. Na yeye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa. Yeye mwenyewe akashangaa, yeye ndio walikuwa wanamshangaa yeye, na yeye mwenyewe akaanza kushangaa. Hicho ndicho kinachohitajika katika kanisa la leo, watu waone Yesu anahubiriwa, lakini kwa ishara na miujiza watu wanapata kushangaa. Akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka, akashangaa. Na mitume walikuwako Yerusalemu, waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohana. Hapo nyuma unakumbuka nilikuwa nakuhubiria, nimekuambia kwamba Samaria ilimkataa Kristo, ilikataa Injili. Sasa tukifanya connection, kwa nini Samaria ilikataa Injili? Maana kulikuwa na hawa watu hawa, lakini hawa watu baada ya kwenda kuhubiriwa wakaziona ishara na miujiza, kwa sababu Filipo aliwahubiria, wakaziona ishara na miujiza, hakika yake waliamini. Na hata mitume waliposikia Samaria wameamini, wakaamua funge safari, waagizie Petro na Yohana waende wakabatize kwa Roho, ambao walishuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatiza kwa jina lake Bwana Yesu. Kwa nini mitume walikuwa wanajitahidi sana watu wampokee Roho Mtakatifu? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndo anawaongoza, anawasaidia wewe katika utakatifu. Na kanisa, hata wewe mwenyewe ni vigumu kufundishwa bila kuwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakusaidia katika utakatifu, anakusaidia kuwa katika kweli. Na hata walioitwa kwa mitume kuwa manabii, kuwa wachungaji, kuwa wainjilisti, kuwa walimu, wataweza zaidi kukufundisha na upate kuelewa ukiwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu watakavyokuwa na kufundisha, Roho Mtakatifu anakusaidia kukua katika kweli zaidi, kukupa uhakika ndani. Na kwa nini leo hii mitume wengi, watumishi wengi wametokea ambao kwa jina la Yesu Kristo nasema ni watumishi wa Mungu, lakini mbona hawapi watu kipawa cha Roho Mtakatifu? Hawapi watu, hawashuhudii watu ujazo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu wanajua Roho Mtakatifu ndiye Roho wa kweli, na hao hawana kipawa hicho, ila nyuma yao kuna uovu. Nyuma yao, ijapokuwa wanafanya miujiza na ishara nyingi kama wale akina Simoni, lakini ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa usikubali tu kuambiwa kwamba tunabatiza, usikubali tu kuambiwa kwamba hapa kwa jina la Yesu watu wanaokoka, usikubali hiyo tu, bali lazima utafute na uhitaji ujazo wa Roho Mtakatifu. Anasema ndipo, kwa maana bado hawajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo akaweka mikono yao juu yao, nao akampokea Roho Mtakatifu. Hata Simoni, huyu Simoni alikuwa ni mchawi. Hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha, akisema, ujue huyu mtu alikuwa ni mchawi hapo mwanzo, huyu mtu alikuwa ni mganga hapo mwanzo, huyu mtu alikuwa na mambo ya iana hapo mwanzo. Lakini akaona watu wanawekewa, yeye akuweke. Yani yeye baada ya kupokea akaona watu wanawekewa, akasema, nipenda mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Akatambua ya kuwa manake nini, bado ndani yake kuna mzizi wa uovu. Ameokoka ndio, amebatizwa, lakini kwa sababu hajapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kuna mzizi wa uovu. Yeye bado kuna uovu, kuna mzizi wa uovu. Kunaweza ukabatizwa, unaweza ukaokoka ukabatiza kwa maji, lakini bado ndani mwako kuna mzizi wa uovu, mzizi wa kichawi, mzizi wa kiganga bado. Na kwa maana hiyo unakuwa unahitaji mambo kwa vitu. Nisikilize, Bwana anasema na wewe, kwa sababu watu wanajua kwamba neema hii tunapokea kwa vitu na fedha. Hapana, si kwa vitu viharibikavyo. Hatukukombolewa kwa vitu viharibikavyo. Na kwa maana hii ndio maana Petro mwenyewe anasema mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha. Kwa sababu mtu huyu mwenyewe Simoni anahitaji kupokea kwa vitu vinavyoharibika. Atupokee kwa vitu vinavyoharibika. Yeyote anayepokea kwa vitu vinavyoharibika, no, huyo mtu ndani mwako bado kuna shina la uovu, bado kuna mzizi wa uchungu, bado kuna mzizi unaomfarakanisha asipokee neema ya Kristo.
Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhania ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Na kuna watu ambao wanapokea karama ya Mungu kwa mali. Watu wanauza kipawa cha Mungu. Hapana, hicho sio kipawa cha Mungu. Kuna mtu anakuambia ili upokee uponyaji mpaka fedha, mpaka kitu fulani. Hapana, karama ya Mungu haipokelewi kwa mali. Mlipokea bure, toeni bure. Ndivyo Yesu anavyoagiza mitume na kuambia kwamba mlipokea bure, toeni bure. Kwa watu ambao wanataka kupokea vitu kwa mali, au bado wana shina la uovu ndani mwao, bado mpokee Roho Mtakatifu, si kwa fedha na wala si kwa mali. Akamwambia, huna fungu wala huna sehemu katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si mnyofu mbele za Mungu. Basi tubia uovu wako huu, ukamwombe Bwana, ili kama yamkini usamehewe fikira hii ya moyo wako, kwa maana na kuona katika uchungu kama nyongo, na tena katika kifungo cha uovu. Kuna watu ambao wako kwenye vifungo vya uovu kwa sababu unatambua kwamba, au unaelewa kwamba, unamefundisha kwamba karama ya Mungu inapokelewa kwa mali. Hapana. Karama ya Mungu, kipawa cha Mungu, kipawa cha Roho akipokelewi kwa mali wala fedha. Kwa hiyo yeyote ambaye anasema anapokea kipawa cha Mungu kwa mali au fedha, bado ndani mwake kuna uovu, kuna kifungo cha uovu. Na yeyote ambaye anasema ninakupa kipawa cha Mungu kwa fedha na mali, bado ndani yake kuna kifungo cha uovu. Mlipewa bure, toeni bure. Kwa kuna watu wengi waliamini, wengine wakajazwa, wakaanza kutembea katika uwezo wa Roho. Kuna wengi kabisa waliamini, wakaanza kunena, wakasema kwa lugha mpya. Nimewashuhudia wengi, nimewaona wengi katika kanisa la leo, wengi katika nyakati hizi. Lakini Roho Mtakatifu akawaondokea kwa sababu ya uovu wao. Roho Mtakatifu aweza kakaa katika uovu. Roho Mtakatifu ni mtakatifu. Wengi walimpokea wakamhuzunisha Roho Mtakatifu kwa sababu ya matendo yao. Hata wewe leo unahitaji kujazwa, unahitaji upokee kiwango kingine cha kuongozwa na Roho Mtakatifu. Unahitaji upokee neema ya kutembea katika nguvu za Roho Mtakatifu. Ninakusii usije ukamhuzunisha Roho Mtakatifu. Maandiko yanasema, kitabu cha Efeso 4:30 anasema, wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Usimhuzunishe Roho Mtakatifu, kwa sababu ukimhuzunisha Roho Mtakatifu akakuondokea, utabaki tu na lugha. Na kwa maana hiyo, kizazi hiki cha leo, kwa sababu kinahitaji kupokea Roho Mtakatifu kwa mali, kwa fedha, kwa vitu vinavyoharibika, wengi wamepokea lugha, wamepokea kwa kuiga. Katika kanisa la leo, wengi wanaiga ndimi, wanaiga kunena, wanaiga kuomba. Nimeshuhudia wengi, kwa sababu Bwana alinishuhudia aina za ndimi katika ulimwengu wa roho, na alinionyesha watu wakiwa wanaomba. Katika walisia nilisikia wanaomba katika masikio yangu ya kawaida, lakini Bwana alivyonipeleka katika ulimwengu wa roho, niliona napiga kelele. Nalijiuliza sana, nini maana ya kitu hiki? Na walikuwa wanaomba sana kwa nguvu, tena kwa kasi. Maana yake nini? Watu wale walikuwa wameiga ndimi. Na ile kizazi cha leo, watu wengi wanaiga kunena, watu wengi wanafundishwa kunena, ili kwamba watu waonekane wananena, lakini ni ndimi za kufundishwa na ndimi za kuiga. Watu wengi wanawaiga watumishi, wanaiga hata mapepo yananena. Watu wengi wanaiga, lakini watu wengi wameshaondokewa na kipawa cha Roho halisia na nguvu ya Roho Mtakatifu, ili wamebaki na kunena. Ndimi zinaigwa, lugha zinaigwa, lugha zinafundishika, zinaigwa. Kwa watu wengi walijaa, wakaanza kuongozwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kutembea katika neema ya Roho Mtakatifu, sio kwa ya kawaida, lakini wakaanguka katika uovu. Vijana wakaanguka katika uzinzi. Pengine wanaendelea kutumika, wanaendelea kunena, wanaendelea kuomba, wanaomba, wanahubiri kwa nguvu. Kwa nini matendo na ishara yaonekani kama hapo mwanzo? Kwa nini ishara na miujiza zionekani? Kwa nini watu tena waoni kuvushwa? Kwa nini watu nawahubiria ni kama waisikii Injili?
kwa sababu ndiyo injili wanaisikia, lakini hawaoni ishara na uwepo wa Mungu na uongozi wa Mungu katika maisha yako. Usije ukalaumu tu watu, lakini angalia wewe mwenyewe. Kanisa linabidi litambue na liangalie, kwa sababu Mungu anachokiangalia aangalie watu wanaopotea, ila Mungu anaangalia ni nini kazi aliyoipatia kanisa. Wewe kama kanisa umepewa kazi gani katika kanisa la leo? Mungu analiangalia kanisa kwa sababu Mungu mamlaka aliyoiachia anasema nimekupa mamlaka. Kwa hiyo kanisa lina mamlaka la kuendelea kuhubiri na kuziisha nguvu ya Kristo katika uhalisia, la kuendelea kukaa katika utakatifu, nguvu ya utakatifu, ili kuweza kushinda uovu. Kama hutaweza kukaa katika nguvu ya utakatifu, katika neema ya utakatifu, ili kuweza kushinda uovu, ni vigumu kuwahubiria watu na watu kuokoka. Kwa hiyo sipokee tu Roho Mtakatifu. Umepokea Roho Mtakatifu, ulipokea Roho Mtakatifu, lakini mbona neema ya Mungu imeondoka? Mbona nahubiri watu hawapati ongezeko? Mbona nahubiri watu hawapati badiliko? Ni kwa sababu injili unayohubiri imeshaondokewa na uwepo wa Mungu kwa sababu ya uovu. Acha uovu, kwa sababu nataka kuchanganya. Nataka tu wanene kwa lugha, waombe kwa lugha, ili wajionyeshe kwa matendo ya nje, kwa uhalisia wa nje kwamba wamejaa Roho Mtakatifu, lakini kiuhalisia ndani wana dhambi za siri. Bwana anabisha leo katika maisha yako. Bwana anabisha leo katika maisha yako. Bwana anabisha umpe nafasi Roho Mtakatifu akusaidie na kuweke katika kweli yote. Binti, kijana, ninakusihi, Bwana anabisha leo katika maisha yako. Kwa nini unaimba lakini ile neema ya ujazo, neema na nguvu ya utiisho, nguvu katika kuimba kwako haionekani tena? Mbona unahubiri lakini watu ni kama wakusikii, watu ni kama hawana badiliko? Sio kwamba watu wametembea sana katika uovu, ndio, lakini hata kanisa liliambiwa kwamba katika kizazi kanisa lenyewe litakosa imani, litapungukiwa na imani. Kwa hiyo nguvu ya utakatifu ya kanisa la kwanza, namna ambavyo mitume walitembea katika uwezo wa Roho. Mitume wainjilisti kina Filipo walihubiri kwa msaada wa Roho, ishara na miujiza zikatokea. Ndivyo hivyo watu wakiona katika kizazi cha leo watapata kuamini. Usilaumu tu kwa nini watu wanaenda kwa mitume, manabii ambao nawajua ni wa uongo, lakini jiulize wewe kama kanisa, kwa nini wale watu wanaenda kule? Wanaenda kule kutafuta uponyaji, kutafuta majibu yao. Kwa nini wanaenda kule? Kwa sababu kanisa la leo limekosa kutafuta majibu kwa ajili ya kizazi na kwa ajili ya jamii na kwa ajili ya watu. Na Mungu analiangalia kanisa. Wewe unaangalia watu wanaoenda kule, lakini Mungu analiangalia. Na wewe ndo kanisa. Na wewe kama kanisa, Mungu amekupa mamlaka ya kushinda milango ya kuzimu. Mungu amekupa mamlaka, chochote utakachokiomba kipate kutokea. Sasa mbona unaomba afu watu hawapati? Na kule watu wanafuata nini? Wanafuata chakula. Watu watakusanyika penye chakula. Kondoo watakusanyika penye chakula. Kama hakuna chakula, pika chakula. Watoto watakusanyika penye chakula, pika chakula. Kula nafuata nini? Wanafuata miujiza. Haya miujiza imezuliwa katika kanisa la leo, au katika huduma yako umezuliwa miujiza? Kama haijazulia, miujiza ionekane, ishara na miujiza ionekane. Kule wanatafuta nini? Wanatafuta uponyaji. Haya, wewe katika huduma yako mbona hakuna uponyaji? Mitume, kwa nini? Kuna umuhimu wa miujiza. Kuna umuhimu. Kwa nini Yesu Kristo pia alikuwa anafanya miujiza? Alikuwa anaponya watu. Kuna umuhimu. Pengine hata walikuwa wengine hawaokoki, wengine wanaacha wanaenda kwa nini? Watu wanavyoona, watu tunavyomuona, tumesikia, na kwa hiki tunachokiona tunaamini. Watu wanaamini nini katika maisha yako? Wanavyokuona. Kitabu cha Ufunuo 3:20 nasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Ninakuombea neema
upate kutambua ya kuwa kizazi hiki na nyakati hizi ni nyakati za hatari sana. Nyakati hizi zilitabiriwa kuwa kanisa litapoteza imani, kanisa litapoteza mamlaka yake, lakini lazima tusimame kutopoteza mamlaka ya kanisa. Watu wamwone Kristo katika uhalisia, watu wamwone Yesu Kristo akiwaponya, akiwavusha. Ninakuombea upokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Ninakuombea neema Roho Mtakatifu ikae katika maisha yako. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikusaidie kumthibitisha Yesu Kristo katika uhalisia. Uongozwe na Roho Mtakatifu katika kila jambo. Neema ya Roho Mtakatifu ikuongoze kukataa ubaya, ikufundishe kujitenga na ubaya, ikufundishe kujitenga na uovu, upate kujua ni makuu yapi ya Mungu ambayo anahitaji ukapate kuyatimiza na kuyafanya, katika jina la Yesu Kristo. Bwana akupe neema na rehema zaidi na kuvusha katika kila jambo. Na leo upokee nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha yako. Amen.